Leo tumetembelea kituo chetu hapa cha Ubungo ambacho ndio center kuu ya kuendesha grid yetu ya taifa, na tumekuja kuona na kusikia kutoka kwa wenzetu wa TANESCO juu ya nini kilitokea siku ya jana. Kama mnavyofahamu, majira ya saa 12:59 hivi grid ya taifa ilizima na hivyo kupelekea mikoa yetu kukosa umeme. Na baada ya gridi kutoka, timu ya TANESCO ilianza kufanya kazi kubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwanza umeme unarejea katika maeneo yote ya nchi yetu hii. Kama mnavyofahamu, tunazalisha umeme kinyerezi kwa gesi, tunazalisha umeme kwa maji kwa maana ya hydro. Pale Julius Nyerere kuna Mtera, kuna Kidato, kuna Kihansi, lakini vile vile tuna megawati kama 50 kwa ajili ya umeme jua, sola. Yote hii inakwenda kwenye gridi ya taifa. Tunataka kufahamu ni nini kilitokea. Jana wenzetu wa TANESCO wametupa ripoti ya mwanzo ya juu ya nini kilitokea, lakini nimemwelekeza katibu mkuu kuweza kuunda timu itayohusisha watu wa wizara, TANESCO wenyewe pamoja na watu kutoka vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kuweza kuangalia kwa kina ni nini ambacho kilisababisha, lakini kikubwa ni kujifunza kutokana na yale yaliyotokea jana, ili tuchukue hatua za haraka ili yasiweze yakajitokeza tena, kwa maana nchi kukosa umeme kwa wakati mmoja. Na tutaanza kupata ripoti ya mwanzo wiki hii inayoanza kesho. TANESCO tayari watawasilisha taarifa hiyo kesho wizarani ya kwanza, lakini timu ile ikianza kazi itahakikisha inaleta taarifa zaidi. Lakini jingine ambalo tumewataka sasa ni kuhakikisha kwamba network yetu ya grid ya taifa inakuwa ina namna ya kukata pale load inapozidi ubavu mmoja na ikataka kutoka, basi isiondoe mikoa yote kwa wakati mmoja. Ihakikishe kwamba kuna vya kutoa upande mmoja wa nchi, wakati mwingine wanaendelea kupata umeme. Lakini suluhisho la kudumu ni kuhakikisha kwamba laini yetu ya Chalinze Kinyerezi inakamilika, Chalinze Mkuranga Kinyerezi inakamilika kwa wakati, ya KV 400. Lakini vile vile kama mnavyofahamu, tunajenga laini ya kutoka Chalinze Dodoma ya KV 400 vile vile, ambayo itasaidia sana kustabilize grid yetu ya taifa, kwa sababu ina uwezo wa kubeba umeme mkubwa zaidi. Hata katika peak times bado umeme utakuwa unapita kwenye line zile, ni umeme mkubwa zaidi. Kwa jana kilichokatika ni grid ya taifa, si uzalishaji. Uzalishaji ulikuwa hauna changamoto yoyote, sema baada ya grid kukatika na ili mitambo ile iweze kujilinda, ni mitambo ya kisasa inajizima. Katika utumiaji wa umeme mida hii ya saa 11 jioni hadi kwenye saa 4 usiku ndio peak time, yani ndio demand kubwa ya umeme katika taifa letu inapokuwa inahitajika, kwa sababu watu wanakuwa wamerejea majumbani, uzalishaji unaongezeka viwandani na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo katika mahitaji yetu ya umeme labda kwa siku megawati 2000 labda 100 tunazozitumia, huenda tunafikia piki hiyo ya 2100 kati ya saa 11 jioni mpaka saa 4 usiku. Na utaona tatizo lilikuja kuanza ilikuwa saa 12 hivi na dakika 59, ni pale ambapo ilikuwa ni piki ya matumizi.